Habari yako. Nataka niwajuze juu ya unyama ambao wanafanyiwa wafungwa wa Kipalestina ndani ya magereza ya Israel. Haya ninayokwenda kuwasimulia yametoka katika jarida ambalo linaitwa Middle East Eye, ambapo Wapalestina waliokuwa wamefungwa kule katika magereza ya Israel na wakaachiwa walikuwa wakisimulia yale ambayo waliyapitia na mengine ambayo Wapalestina wenzao wanaendelea kuyapitia katika magereza ya Israel. Kwanza kabisa, mimi ninaitwa Robin Rachel kutoka Robin Media. Tunafahamu mbwa hutumika katika shughuli mbalimbali za kijeshi na za kipolisi, na shughuli hizo huwa ni kwa ajili ya manufaa ya kibinadamu, lakini pia manufaa ya kiulinzi. Lakini wafungwa hao wa Kipalestina wanasema kwamba mbwa wengi katika jeshi la Israeli wamepewa mafunzo maalum kwa ajili ya kufanya ubakaji. Wapo wafungwa wanaume ambao wametoa stori zao wakisema kwamba wameshabakwa na mbwa katika magereza ya Israeli kwa makusudi, kwa maagizo ya mapolisi wa Israeli. Na wanasema kwamba mbwa wale wanajua kila kitu, namna ya kufanya nini. Wamepewa mafunzo kabisa kwamba ukitaka kumbaka mwanaume unambaka hivi, ukitaka kumbaka mwanamke unambaka hivi. Kwa hiyo wanafahamu kila kitu. Wanasema kwamba wakivuliwa nguo, wanavuliwa nguo na mbwa yule anaambiwa afanye sasa anachotaka kwenye ubakaji, na wanabakwa kinyume cha maumbile, huku wakiwa wanapigwa na wale mapolisi. Kwa hiyo wanapigwa, lakini huku mbwa anaendelea kuwabaka. Yupo mwanamke naye pia ametoa ushuhuda wake katika jarida hili la Middle East Eye, akielezea kwamba alilazwa katika meza akiwa uchi, akabakwa na wanajeshi wa Israeli wawili walikuwa wamejifunika sura zao huku wanamrekodi. Anasema walimbaka usiku kucha na baadaye kesho yake wakarudi wakaendelea kumbaka. Alipata maumivu, damu nyingi zilimtoka, na wakamtisha kwa kuwa tayari wamemrekodi. Kwa hiyo wakamtisha kwamba watasambaza ile video. Kwa hiyo matukio kama haya ni mengi, lakini inayosikitisha zaidi ni kubakwa na mbwa kinyume na maumbile na kuingiziwa vifaa mbalimbali katika maumbile yao ya nyuma na mbele kwa ajili ya ubakaji, lakini pia kubakwa pia na wanajeshi wao au mapolisi wao. Marekani anasimama kama mtetezi mkuu wa Israel na mfadhili mkuu wa Israel, hivyo kuchukuliwa hatua ni ngumu. Mimi ni Robin Rachel wa Robin Media.